Karibuni katika kipindi maalum cha kuangalia miaka 10 tangu mkataba wa Paris wa mabadiliko ya tabia nchi. Mwaka huu ni mwaka wa 10 tangu nchi mbalimbali duniani zilipoingia mkataba huo. Mkataba huu uliidhinishwa mwaka 2015 na mwaka huu ni miaka 10. Sasa tujiulize kwanza kama wadau wa mazingira, nini chimbuko la mkataba huu wa Paris? Tuelewe kwamba katika miaka 100 iliyopita na baada ya mageuzi au mabadiliko makubwa ya viwanda duniani, hasa katika nchi tajiri, kumekuwa na mabadiliko makubwa katika ongezeko la joto duniani kupita miaka 1000 iliyopita. Yaani miaka 100 iliyopita joto duniani kiwango kimeongezeka kuliko miaka 1000 iliyopita, kutokana na mambo ya uzalishaji na kadhalika. Kwa hiyo tunaweza kuona kwamba ile dress code, vazi la mama dunia, vazi la ulimwengu likawa linaingia doa. Hewa ya ukaa imeongezeka, misitu imepungua, kwa hiyo na joto likaongezeka. Sasa chimbuko rasmi la mkataba wa makubaliano ya nchi mbalimbali inaitwa COP. COP ni Conference of Parties kwa Kiingereza, na huu ulikuwa ni mkataba ni mkutano wa 21. Chimbuko lake ni kukua kwa ukweli huu wa kisayansi na kitaalamu kuwa sayansi iliona kwamba mikataba iliyotangulia mkataba huu wa 21, yani mikataba 20, haikufanikiwa kutoa suluhu, kutoa jibu au majibu sahihi na endelevu ya tatizo la ongezeko la joto duniani na uharibifu wa mazingira. Kwa hiyo wakasema kulikoni, lazima sasa baada ya mikutano 20 ya kimataifa, hiyo mikutano nitaitaja tu kwa haraka, lazima tuifike mahali ili tuweze kuona tunaelekea wapi. Vinginevyo itakuwa tu ni siasa, mikutano bila tija, bila mafanikio. Kiini chake basi ni kwamba nchi zote katika mkataba huu zilipaswa kuingia makubaliano ya kisheria ya mkataba wa kupunguza hewa ya ukaa katika dunia. Hewa ya ukaa ina sura nyingi. Kuna hewa ya ukaa inaitwa carbon dioxide, karboni, kuna CO2, kuna hewa ya ukaa carbon monoxide, CO, kuna hewa ya ukaa methani, CH4, na hewa nyingine ambazo zote zinajumlishwa katika kundi linaloitwa greenhouse gases. Sasa kimsingi ni ongezeko la joto, ongezeko la hewa chafu na hatarishi inayotokana na teknolojia hatarishi. Kwa hiyo mkataba wa Paris mwaka 2015 mimi nilihudhuria, ulizungumzia sana kuhusu kuweka mifumo ya kisheria ya kubana kila nchi iweze kuwajibika kutokana na kiwango cha uharibifu wa mazingira kinachofanya. Ilitanguliwa na mikutano mbalimbali. Mkutano wa kwanza wa mazingira duniani ulifanyika nchini Ujerumani, kule Berlin, katika jiji la Berlin mwaka 1995, inaitwa COP1. Ukaendelea wa pili ulifanyika Geneva mwaka 1996, mwaka 1997 ukafanyika wa tatu Kyoto, protokali ya Kyoto, na hii ilikuwa pia muhimu kabisa. Mwaka 1998 ukafanyika COP ya 4, Conference of Parties, kule Argentina, Buenos Aires. Mwaka 1999 ukafanyika mkutano wa 5 wa mazingira, ulikafanyika katika jiji la Bonn, Ujerumani. Mwaka 2000 ukafanyika mkutano mwingine wa 6 kule The Hague. Mwaka 2001 ukafanyika mkutano tena Bonn. Mwaka 2001 ilifanyika miwili, ukafanyika COP 7 kule Marrakesh, Morocco, nilikuwepo. Mwaka 2002 ukafanyika COP 8 kule India, New Delhi. Mwaka 2003 ukafanyika kule Italia COP 9 katika jiji la Milan.
Mwaka 2004 ukafanyika mwingine Buenos Aires. Sasa ikafanyika hivyo sehemu mbalimbali, Nairobi, Bali, Copenhagen, Cancun, Durban nilikuwepo, Doha, Warsaw, Lima, Paris, Marrakesh. Lakini tumalizie tu kwa kusema kwamba mwaka jana ulifanyika wa 29, ambao sasa mwaka huu mkutano wa 30 wa wadau wa kimataifa wa mambo ya mazingira ambao unafanyika katika sehemu ya Belém kule Brazil kwenye misitu ya Amazon. Sasa mkutano huu ambao tunavyoongea hapa sasa hivi unaendelea kule, unazungumzia mambo gani? Na unaendelea kuanzia, umeanza tarehe 10 mwezi huu wa 11 mwaka 2025 na utaisha tarehe 21 mwaka huu 2025. Unazungumzia mambo ya kitu kinachoitwa fedha kwa ajili ya kusaidia kupunguza matatizo mabadiliko ya tabia nchi, climate finance. Kuna makubaliano yaliyofanyika kuanzia kule Glasgow na baadaye yakaletwa kule Misri na baadaye mwaka jana yakafanyika kule Baku, ili watu wale wanaoathirika, misitu inapokatwa na nini, watu wawezeshwe, nchi ziwezeshwe, mabara yawezeshwe. Kwa hiyo kuna mada ya kwanza ni climate finance, ya pili ni kulinda misitu. Na misitu ni mapafu ya ulimwengu, ni mapafu ya dunia. Hasa misitu ya tropic, ya nchi za tropic, lakini pia kuwa na uwazi zaidi. Uwazi na kuwepa ubabaishaji katika kulipa hizo fedha kwa waathirika wa matatizo na majanga ya mafuriko, kwa mfano yanayotokana na mabadiliko ya tabia nchi, mafuriko, ukame, hizi vimbunga na magonjwa mbalimbali. Na waliahidi, dunia iliahidi kwenye hii mikutano kulipa na kukusanya, yani fedha za kulipa dola trilioni 1.3. Ni pesa kubwa kabisa. Sasa tutaangalia huko mbele ya safari, je, zinatoka hizi hela au ni ubabaishaji? Sasa mkutano huu unapoendelea kule, tunapoongelea hapa, ni kwamba tuna matumaini kwamba wataenda step nyingine mbele ya uelewa wa pamoja ya kufikia hayo malengo ya kupunguza ongezeko la jotoridi isizidi nyuzi 2, walau ichezee hapo, manake inapozidi pale kuna athari nyingi zinazotokea. Sasa tujiulize, wapendwa waandishi wa habari, iko tofauti gani iliyoletwa na mkataba huo wa Paris? Kwa Kifaransa ni Paris, sasa sisi ni Waswahili tunaongea Paris. Mkataba huo wa Paris, mkataba wa Paris na mingine hiyo 29, lakini huo hasa huu wa 21 uliofanyika mwaka 2015 katika jiji la Paris ambapo pia nilihudhuria. La kwanza, kuna kubadilika kwa mfumo wa ufuatiliaji. Yaani kabla mikutano 20 kabla ya huu wa Paris, maono na misimamo ilikuwa inatoka juu inakuja kwa watu chini. Inatoka kwa viongozi inakuja kwa wanaoteseka. Lakini baada ya Paris walisema tugeuze hichi kitabu, wale watesekaji, wale waathirika ndio wawe wanatoa maoni yaende juu na sio the other way around. Kwa hiyo kukawa na huu mfumo wa ufuatiliaji, ulibadilika from top down to down top. La pili, kumewekwa baada ya huu mkutano wa Paris mfumo wa kisheria wa kudhibiti ongezeko la hewa ya ukaa. Tatu, kuweka malengo ya kufikia, sio tu kuweka tu mfumo wa kudhibiti, lakini malengo. Bara hili lifikie hivi, Tanzania mfanye hivi, malengo. Kwa kila mmoja amewekewa malengo, targets wanaita. 4, kuna kukua na kuthibitika kwa mshikamano mkubwa zaidi kati ya wadau wa mazingira. Nchi mbalimbali, taasisi za kimataifa na nchi mbalimbali, taasisi nyingi sana za mazingira zimeundwa, zimezaliwa baada ya mkutano huu wa Paris. Baada ya mwaka 2015 zimeundwa nyingi duniani kote na hasa Afrika na Asia. Lakini pia
uelewa wa zaidi wa kujua athari za uchafuzi wa mazingira duniani. Zaidi ya hapo, kumekuwa baada ya Paris, mkutano wa Paris, mkataba huo, kumekuwa na kanuni iitwayo hivi: uwajibikaji binafsi na uwajibikaji wa pamoja. Unaitwa uwajibikaji binafsi na uwajibikaji wa pamoja. Kila mtu awajibike kivyake kupunguza, lakini ni lazima pia pamoja tuweze kupunguza. Common but differentiated responsibility, CBDR. Lakini zaidi ya hapo, kuna kukua kwa diplomasia ya utunzaji wa mazingira duniani. Diplomasia. Kabla ya Paris conference, mikutano mingi ilikuwa basi haikuwa inajali sana. Nitasema kizingiti kimojawapo kipindi hicho ni anapokuwa Marekani Rais Trump au rais wa Republican, wao wanaamini katika uzalishaji. Kwa mfano sasa hivi tumerudi nyuma sana katika kutunza mazingira, kwa vile rais wa Marekani ambaye ndiye rais wa dunia haamini katika mabadiliko ya tabia nchi. Yeye anaamini katika uzalishaji na kutengeneza mifumo ya kuzalisha kazi, ya kuzalisha fedha. Ni mfanyabiashara mkubwa yule. Kwa hiyo tumeathirika sana na tunarudi nyuma mpaka amalizie kipindi chake, ndio wakija Democrats ndio hao wanaojali sana masuala ya mazingira. Sasa tofauti hiyo inajionyesha katika hilo. Sasa namba 3, nchi zinafuatiliwaje? Zimeweka mkataba baada ya mwaka 2015, kila nchi imesaini kwamba mimi nitapunguza kutoka 98% kuingia 90%, mwaka mmoja au miwili au mitatu mitano, miaka mitano, na baada ya hapo 20%, na baada ya hapo na kuendelea. Sasa ufuatiliaji unakuaje? Sio jambo rahisi. La kwanza, kila nchi inakuwa na akaunti, yani ripoti ya uwazi ya kuonyesha kwa miaka 5 hii nimepunguza 3% kutoka 100%. Na baada, kwa hiyo sasa niko labda 97%. Na baada ya miaka mingine 5 nitapunguza 10%, kwa hiyo nitakuwa 87% kwa mfano. Na kusaini na mfumo huo, that mechanism, that framework, kuona uwazi inakuaje. Na mkataba huo wa Paris ulitengeneza kanuni ya kufuatilia hilo, ambayo iko katika article ibara sura ya 4 mstari wa 8 na wa 13 wa mkataba wa Paris wa 2015. Pili, kutoa ripoti kuhusu kitu kinachoitwa adaptation. Je, watu sasa wanaendeleaje katika kuishi pamoja na kuishi katika dunia iliyochemka, dunia inayoongezeka joto, dunia inayopoteza bioanuai, dunia yenye magonjwa tofauti? How do you adapt? Unaishije na hali hiyo? Mnajichukuliaje? Kwa hiyo lazima kila baada ya miaka 4, miaka 5, kila nchi iliyoingia makubaliano haya inatoa ripoti. 3, kutoa ripoti kuhusu mitigation. Mitigation ni tofauti na adaptation, upunguzaji wa uharibifu wa mazingira. Kwa mfano uoteshaji wa miti, mapafu ya dunia, kwa mfano kupunguza ongezeko la karatasi na bidhaa za plastiki na kadhalika. 4, kuwa na uwazi katika takwimu, measurements, upimaji wa upunguzaji wa hewa ya ukaa, utoaji wa taarifa kwa muda mwafaka, reporting, ubainishaji wa report, verification, lakini pia kuonyesha sera, na mwisho kuonyesha bajeti. Kwa hiyo hivyo ndio vipimo: kipimo taarifa, reporting; kipimo verification, na wanakuja wataalamu kabisa; kipimo sera zenu zikoje, policies; na 4, bajeti ikoje katika kufuatilia hilo. Maana huwezi kupunguza hivyo bila kuwa na bajeti. Lakini pia kuonyesha rasilimali za ufuatiliaji, rasilimali watu, rasilimali miundo mbinu, rasilimali fedha, organization, rasilimali mipango, planning na kadhalika. Je, kuna adhabu? Sasa watu wameingia mikataba, kwa nini hakuna adhabu? Kwa bahati mbaya hadi leo, hadi sasa haipo adhabu, na waliozuia hiyo adhabu isiwepo ni hizi nchi, hasa Marekani. Huu mkataba hauna kitu kinachoitwa binding nature, legal binding character au nature. Haumfungi mtu
kisheria kivile. Kwa hiyo hiyo ni ombo, hilo ni gap, hiyo ni weakness katika mkataba huu.